Unajua guys, kuna swali tu moja yenye najiuliza. Ndio ifikie mali Sky alifikia like amefika mwisho. Unajua ndio uende uongee kitu kwa mtu na kuangalia hiyo kitu yani imefikisha mwisho kabisa. Like una otherwise unaamua ku speak out. Najiuliza like huyu mtoto alikuwa amefika wapi? Yani akaona tu amue kushare na Shiro. And for those who don't know Shiro, because nimeona watu wengi hawako like hawajui Shiro ni nani. Shiro ndio alikuwa best friend wa Betty Bayo ambaye ni mama Sky na Dani mwenye anaishi huko US. And this lady like amekuwa anaishi UK ya katikati hizo, but anaishi huko majuu. Hata Betty akiwa live alikuwa anaenda nao watoto wake wanaenda kumtembelea, like watoto wa Shiro Stuart na watoto wa Betty ni kama like brothers and sisters, wanaishi vizuri sana. And even after their mother died, bado Shiro amesimama kwa that gap. And muliona expose some women pale, wanawake Mr. kutaja jina alisema moja ni mtu tu, ni kiongozi tu, politician fulani. Kwanza akamention the place. And huyo mwingine anaishi Texas. Akiwa expose vile like wana support jamaa kulia mtoto. Like just imagine vile Kanyari ubrag akiwa huku kwa chacheka mnisikia akisema hey, my girl is hard working, my girl ana work na a lot of brands, analipwa pesa mingi sana nini. Imagine all that. Kumbe the poor child is suffering bila hata mtu kujua. And that's why nawaambianga that ukitafuta rafiki, make sure umetafuta ile rafiki in case siku moja utakuwa kabisa kwa life ya wale watoto. Like there is someone somewhere mwenye at least ata protect your kids, mwenye ata fight for your kids. Unaona? Yani ata ungana na watu kunyanyasa watoto wako. Just imagine wale wanawake tu wanajua vizuri sana what this guy kitu anafanya, like si kitu mzuri, but wako pale tu wanamsupport mashuga mamis. Ni kama kuna kitu wanampea, that's why anafanya vitu kama hizi, but si poa. Sky anafanya like a lot. Sky anatusiwa huku kwa mtandao. Kumbe hata ile matusi anatusiwa si anapaswa kuwa na directiwa, like ana work hard, sleepless night. Brands zinamlipa vizuri na vile na work na a lot of brands za nywele, za unga. Mliona pale mnaona advertise all this. Sijui makampa ama ni nini. But after all that that struggle na mnaona vile anajitumanga create videos. Hata wanda hizi videos kwa wamefosiwa, like amelazimishwa kuzifanya. Kumbe jamaa anajua anakulia hapa, and this might be the reason as to why jamaa alikatalia huku, akaacha familia yake nyameza huko, damu yake huko. Akuje Kenya kuishi na watoto wenye hata si damu yake, kukuamilia watoto wenyewe na kuwafanya waone baba mzazi si mtu. Sisi guys mnajaribu kugeti kitu. Huyu jamaa alikuwa amekatalia watu zingine mbaya. Mpaka anasema like watu mnaongea sana tupatane kotini. Like alikuwa na the audacity yenye Shiro aliona in him. Cause mtoto anafanya kazi, hata yeye ni msichana, anataka kujipanga, anataka kujitreat at least kwa kazi yenye amefanya. Cause hata ukifanya kitu kwa sometimes unatakanga tu relax, ujitreat and all that. But the little girl, kapua girl, akana power. Mtu alikuanga na wateteanga sana ni mamao, ndio mamao yuko. And that's why hata sisemi ati mtu akienda kwa kaburi ya mamake hapaswi kulia, but mtoto mnaonaga hizo videos wakienda kutembelea like hiyo kaburi ya mamake, unaonanga tu this girl. Hapana, kuna venye there is a lot. That's why mnaonanga watu wakisema Sky ya jahil, wacheni kushinda mkienda huko. Kumbe zile vitu anapitia. Yo. Kanyari, just come for your kids bwana. Pigania watoto wako na wewe shushu ya Sky na Dani tafadhali. Beta sasa urudi Kenya uamue kuishi na wajukuu wako.
ama tu kuanga ukijua that hawajukuu wakishakuwa wakubwa, wanaona zile vitu unafanya, wanaona vile umewaachilia, hautakuwa na that right ya kuita like wajukuu wako. So anza kuandaa mzigo zako mapema, anza kujipanga. Kama unahitaji wajukuu, ama basi kama umetosheka na wajukuu, wachana na wao, but time itafika na uta regret. Najua uliwapigania ile time hadi ukakuja tu kwa like kwa kamera ukalia, ukaongea, watu wakakutusi. Yes, wakasema unang'ang'ania vitu za msichana wako, ni za msichana wako, ni mtoto wako mwenye umezani alitafuta, and you have all the rights za kukua nazo. Najua hiyo kitu ya watu kukutusi ilikukasirisha, na like ile nguvu ulikuwa unatumia ukawachana nayo pamoja na brother ya Betty. You know these guys, mnakumbuka that time? Na watu wakatusiwa, brother Betty akaambiwa that akona tamaa, anataka vitu za sister yake za kufanya nini? Yes, baba watoto. Najua mliwatusi sana. Huenda hata hiyo ndio sababu ilifanya hata wao wachoke na wanyamaze. Unaona? But unaambiangwa usigive up. Kwa ile kitu unafaitia, kama unataka kwenda kufika the other end, ng'ang'ana. Hata kama kukoaje, hata kama kuna milima, kuna mabonde, just fight. At the end of the day utajipata umefika pale mwisho. So watu wangechoka kama wangekuwa napenda mtoto wao, sister wao, na wangekuwa shosho wangekuwa napenda jukuu wake, like aingefika hapa. Aingefika pale mtoto anaenda kuambia, tuseme tu mamake, like mamake tu second mother, anaenda kumwambia vitu anapitia, ndio Shiro na yeye ajipange kuja kuanika huko. Niambieni, kutoka ile time Betty alipass, was it last year? Ilikuwa last year November 10th, if I'm not wrong, nikikusema ni correct, man is to error, msianze kunitusitusi hapa. But hapo hivyo, all that time, it's almost mwaka inaenda kuisha. Ilikuwa 2025. Guys, yeah, I think so. Imagine, huyu mtoto amekuwa akipitia nini? Huyu mtoto amekuwa akipitia all that without mtu mmoja hata hivi kujua. Tumetulia, kumbe mtoto anasafa. Tunamwona akifanya videos, watu mnakuja mnaanza kusema vile, miaka yake, this and that. Kumbe hata uende hizo videos zingine anafanyanga video anakuwa na mfosi wafanya. Fanya. Na the way the guy anajifanyanga kabisa, vile yako innocent, vile yako caring, kumbe ni caring tu ya kamera. Behind the camera, no peace. Hata uenda ile connection, like ile bond unaonanga wakiwa nao kwa kamera, uenda hata hizo kamera zikienda off, hakuna hiyo. Labda inakuanga for the camera, and after the camera ime turn off, that's all. So watu wangu, what do you think? What do you think? Do you think what Shiro did was the best thing? For me, I feel like alifanya kitu poa. For me, namvulia tu kofia cause she did kitu yenye mama mwingine mahali anaweza fanya. Because she's a mother, ana feel the pain. Na kama hujapoteza mtoto uweze feel kale ka 8. Hauna mama, mtu anakupressure, akupei pesa yako, anakuwekea ati ufikishe 18. What is that? So guys, let me know what you think. Share this video kabisa, share. And don't forget to subscribe. Bye bye.